Tuliona kuna siku 7 ya wanadamu, bado tunaendelea na siri iliyo katika siku ya 7 ya uumbaji. Tukaona kulingana na neno la Mungu na siku ya 7 ya wanadamu. Nayo tulitoa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8, wa 8 na wa 10. Hebu ningekumbushia tena na tena kusoma Kutoka 20 siku 7 za wanadamu. Ndio tunaita juma moja. Kitabu cha Kutoka 20, Kutoka sura ya 20 na mstari wa ngapi ule wa 8 hadi wa 10. Tutasoma kwa jina la Bwana. Anasema hivi, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wala wakufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa hiyo hapa ni Sabato ambao walipewa wanadamu, sio Sabato ya Mungu. Kwa hiyo hii ni Sabato ya kwanza au siku ya 7 ya wana wa Israeli ambao ni Sabato ya wanadamu. Ndio tunahesabu kuanzia Jumamosi, Jumapili siku ya kwanza mpaka Ijumaa siku ya 7. Jumamosi tena siku ya Jumamosi siku ya 7. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo ni Sabato ya wanadamu. Ndio waliambiwa wasifanye kazi. Hao wanadamu wenyewe ni wana wa Israeli au wana wa Israeli. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kuna Sabato tulisoma, Sabato ya Mungu. Sabato ya Mungu tulisoma, tukasoma pale kitabu kile cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 4. Ningesoma napo nakumbushia. Zaburi 90 mstari wa 4. Takumbushia kwa jina la Bwana. Fungue Zaburi 90 mstari wa 4, tuone hapo inasemaje. Mstari wa 4 unasema hivi, maana miaka 1000 kwa maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Kwa hiyo hapo machoni kwa Mungu siku moja ni kama jana tu. Na hii Petro tulisoma napo, narudia kwa sababu naweka msingi tena ili nieleweke kwa mtu ambaye kunisikiliza katika mahubiri yaliyopita. Waraka wa Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 8, nitasoma tena hapo kwa ajili ya kukumbushia. Waraka wa Petro waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari ule wa 8. Nasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa tunaona kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000. Kwa hiyo tunapata kumbe siku 7 za Mungu ni miaka 6000. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo siku 6 ni miaka 6000, siku ya 7 ni miaka 7000. Kwa hiyo 1000 ya 7 ndio Mungu alipumzika. Hakupumzika hakupumzika siku moja ya masaa 24. Hapana, ilikuwa ni miaka 1000. Ambayo hiyo tulipata kwamba ndio mfano wa utawala miaka 1000. Ndio ile siku ya 7 ambayo Mungu alipumzika, ambayo miaka 1000 tutatawala pamoja na Bwana. Maisha yasiyo na kifo, yasiyo na magonjwa, maisha ya raha. Na hiyo raha ndio wanadamu wanaoitafuta lakini hawajui. Kila mwanadamu ndani yake anatafuta maisha fulani, lakini hawajapata ufunuo kwamba hayo maisha ambayo tunayatafuta ni utawala miaka 1000. Hayo ndio maisha yaliyo bora sana. Ila tu mimi nakupa ufunuo siku ya leo. Kama unataka maisha wakati huu, muamini Yesu Kristo, atakupa Roho Mtakatifu. Muamini ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo upate uzima wa milele. Basi nitakwenda kuangalia Sabato nyingine au siku 7 zingine. Hizi siku 7 unaona, siku 7 za wanadamu, siku 7 za Mungu, hapo naendeka siku 7 za kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Siku 7 za kanisa la ulimwengu mzima. Na hii siku 7 za kanisa la ulimwengu mzima, ili niweke vizuri, ningesoma tena Ufunuo sura hii ya 5 mstari wa 6. Nimesoma lakini nasoma kwa kumbushia ili unielewe vizuri. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 inasema hivi. Anasema hivi, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Kwa hiyo hapa pointi yangu ni kuonyesha kwamba
Katika Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 inasema kuna macho 7 ya Mungu, kuna roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia hizi roho 7 Mungu alizitumaje. Nikiwa na maana wakati Mungu anazituma roho 7 ndio kulikuwa na nyakati 7 za kanisa. Bwana Yesu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu awabariki sana. Sasa tufungue tuangalie kwenye kitabu cha Ufunuo hiki sura ile ya kwanza mstari wa 20. Tunaangalia nyakati 7 za kanisa au siku 7 za kanisa. Hizo siku 7 za kanisa zinaitwa nyakati 7 za kanisa. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 20 unasema hivi: siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7 na vile vinara 7 ni makanisa 7. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tukaona Yohana hapa kwenye Ufunuo sura ya kwanza alionyesha makanisa 7, akaonyesha nyota 7, akaonyesha vinara 7. Bwana Yesu abariki sana. Na anaambiwa zile nyota 7 ni malaika na vile vinara 7 ni makanisa 7. Bwana Yesu abariki sana. Sasa haya mambo ambayo Yohana aliyaona haya, nilipenda tuyaangalie. Yohana mambo aliyoyaona haya yalikuwa yana maana gani? Kwa sababu Yohana aliona, lakini ilikuwa ni siri tu, lakini mambo alikuwa anaona yalikuwa yana maana fulani. Sasa tuangalie Yohana alipoyaona alikuwa na maana gani. Hebu kwanza tusome mstari wa 10 hapa. 10 mstari wa 10 mpaka wa 12 sura ya kwanza hapo Ufunuo. Mstari wa 10 anasema hivi: na alikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Similna na Pergamo na Tiatira na Sarde na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa nimesoma kuonyesha Yohana alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo, tunajua wote hii hadithi. Alipokuwa akamuona mtu amekuja nyuma yake, sauti ya mtu akaisikia, alipogeuka akamuona mtu mfano wa mwanadamu. Alipokuwa amemuona yule mtu akaambiwa maneno pale. Sasa wakati anaambiwa aliona huyu mtu ana vinara vya taa 7 alafu ana makanisa 7. Na haya makanisa yameandikwa hapa makanisa. La kwanza lilikuwa Efeso, la pili lilikuwa Similna, la tatu lilikuwa Pergamo, la 4 lilikuwa Tiatira, la 5 lilikuwa Sarde, la 6 lilikuwa Filadelfia na la 7 lilikuwa Laodikia. Hasa haya makanisa Yohana alionyeshwa makanisa 7 haya. Na haya makanisa ni kweli wakati ule kulikuwa na makanisa ambayo yalikuwa katika hiyo miji. Efeso kulikuwa na kanisa, Similna kulikuwa na kanisa, miji yote hadi Laodikia kulikuwa na makanisa. Haya makanisa 7 yalikuwa ni makanisa 7 yakiwa anaonyesha nyakati 7 zinazokuja. Kwamba kutakuwa na kanisa la dunia nzima ambalo hilo kanisa la dunia nzima litapitia vipindi 7, na hivyo vipindi 7 dunia nzima itakuwa na tabia hizo 7 tofauti tofauti. Kwa nini nasema hivi kwamba ilikuwa inafunua nyakati 7 au vipindi 7 vya kanisa? Ilikuwa hivyo kwa sababu Yohana yale makanisa yalikuwepo, lakini alionyeshwa mambo yatakayokuja. Kwenye mstari wa kwanza hapo sura ya kwanza inasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo mstari wa kwanza kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza inasema kwamba haya mambo alikuwa anaonyeshwa Yohana ni mambo ambayo yalikuwa hayana budi kuwako upesi. Kwa hiyo Yohana alionyeshwa mambo yanayokuja. Lakini mambo yanayokuja haya alionyeshwa ni kuna malaika, kuna makanisa 7 ameonyeshwa hapo. Haya makanisa 7 ni mambo yajayo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Ukiingia kwenye sura ya 2 ndio unaona kila kanisa kulikuwa na malaika wake. Kila kanisa kulikuwa na malaika wake. Sasa katika mahubiri ambayo nimekuwa nikihubiri nimefunua kwamba hawa malaika ambao wameandikwa mahali hapa sio malaika wa mabawa kama tunavyofundishwa kanisani. Watu malaika amevaa kanzu nyeupe na mabawa yako huku kwenye sio vile. Malaika hao neno limefunua. Na mara nyingi ninapofunua hawa malaika huwa napenda kusoma kwenye ile Waebrania ili tuweze kumjua malaika nani. Kwenye ile Waebrania sura ile ya 13 na mstari wa 2.
ambapo anasema msichoke kuwafadhili wageni, kwa maana kwa jinsi hii kuna wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Tunaona kumbe unaweza kumkaribisha mgeni nyumbani kwako. Huyo mgeni unamwona mwanadamu wa kawaida ambaye yuko hapa duniani, kumbe ni malaika. Kwa jinsi hii ndugu yangu naye nisikiliza, inawezekana umekutana na malaika mara nyingi sana. Bwana Yesu abariki sana. Lakini wewe umeona ni mwanadamu wa kawaida kwa sababu hisia zako na mawazo yako unataka aje mtu anayewaka mwenye kanzu jeupe na ana mabawa ndio useme malaika. Sasa mimi nakwambia siku ya leo ukimwona mtu amekujia anawaka na mavazi meupe, ujue huyo ni jini kaja kwako, sio malaika, ni jini. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba malaika wa nuru huwa hujifanya malaika wa giza huwa hujifanya malaika wa nuru afu wanawatokea watu. Kwa hiyo malaika wa uongo huwa anakuja ili akutishe umuone kiumbe cha ajabu. Lakini malaika anayetumwa kwa Mungu, kutoka kwa Mungu, huwa anakujaga kama mtu wa kawaida tu. Kama vile Ibrahimu alipokutana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, alikutana na watu watatu. Walikuwa ni watu wa kawaida, tena walikuwa wamechafuka wachafu, wakawa wanapita kwa Ibrahimu. Ibrahimu akafunuliwa na Mungu. Ili mjue malaika inabidi uombe Mungu akupe ufunuo. Ibrahimu akafunuliwa na Mungu, akaona wale malaika wale wawili walikuwa malaika alafu mmoja alikuwa Bwana. Lakini walikuwa katika maumbo ya kibinadamu tu. Hata akawaletea maji wakanawa, akawakaribisha wakakaa chini ya mti wakawa wanapiga story. Wanaongea na wale watu watatu. Akaimiza ng'ombe ichinjwe na akaimizwa maziwa yakaletwa pale na mkate uliookwa na ndama huyo akaliwa pale. Kwa hiyo Mungu alikuja katika umbo la damu na nyama wakati ule kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, akanywa maziwa, akala nyama, akala na mkate. Na wale ndugu zangu wanaosema kwamba katika Agano la Kale Mungu hakuwahi kuwa na umbo la kibinadamu, bado siku ya leo nafunuliwa kwenye Mwanzo sura ya 18, Mungu alikuja katika umbo la damu na nyama. Bwana Yesu abariki sana. Sasa baada ya hapo walipoenda Sodoma wale malaika wawili, kwa sababu Bwana alibaki akiongea na Ibrahimu katika mwili wa damu na nyama, umbo la kibinadamu. Lakini malaika wale walienda Sodoma kwenye Mwanzo sura ya 19 wakakaa katika umbo la damu na nyama. Walipoenda Sodoma walikuwa katika miili ya damu na nyama. Watu wa Sodoma walikuwa hawakuwa na ufunuo, walijua ni watu wa kawaida. Sasa wewe ndugu yangu unaonisikiza, usiwe mtu wa Sodoma, pata ufunuo. Ndio kitu kikubwa kinachonifanya ni ubipata ufunuo. Usiwe kama mtu wa Sodoma. Kwa sababu watu wa Sodoma wale malaika walipoenda wakasema tunataka hao watu, wataka walale nao wanaume. Watu wa Sodoma walikuwa wanaweza kuingilia hata wanaume wenzao. Kwa hiyo wenyewe kwa sababu walikuwa na tabia mbaya, na ile hali ndio iliyofikia sasa hivi. Hata sasa hivi wanadamu wako wanaitwa mashoga. Haleluya. Kwa kweli Mungu asipoadhibu ulimwengu huu itabidi atubu Sodoma na Gomora kwamba aliwaonea. Lazima dunia hii adhibiwe. Hukumu imeshajaa, karibu iko kidogo sana Mungu aende kuharibu ulimwengu. Ndio maana unaona watu kama sisi tusiojua kusema, ujue sisi ni yale mawe yaliyozalaulika. Watu tusiojua kuongea, tuko tunaongea sasa hizi neno la Mungu. Ujue kwamba dunia imefika ukingoni. Kwa sababu watu wakubwa wanaojiona wanajua kuhubiri injili wameshindwa kuhubiri ukweli. Lakini watu kama sisi inabidi tusimame tuseme ukweli. Kwa hiyo wale walipoenda Sodoma, watu wa Sodoma wakamwambia Lutu, nataka hao watu walioingia kwako tuje tulale nao. Lutu akasema hapana, na mabinti zangu mabikira hawajajua wanaume, wachukueni. Wakasema hapana, tuwataki mabinti, tunataka hao wanaume. Bwana Yesu abariki sana. Basi wakataka kuvunja mlango waingie wawachukue wale watu, lakini wakapigwa upofu, wakashindwa kuona mlango. Sasa hiyo nilikuwa nakumbushia tu jinsi ambavyo malaika wanakuja wakiwa watu wa kawaida, na hao watu wanaokuja kuhubiri injili wanakuwa watu wa kawaida. Kwa hiyo ukisikia malaika ujue ni watu wa kawaida wanaotumwa kutoka kwa Mungu wanakuletea ujumbe. Wale Paulo alisema sisi ni wajumbe, sisi ni mabalozi wa Kristo ambao tunawakilisha mbinguni, tunaleta ujumbe kwako. Kwa hiyo ukisikia maneno ukatupokea, unakuwa umepokea malaika. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi kulikuwa na malaika 7, yani watu 7. Alafu sasa kupiga baragumu bado nayo niifafanue. Kwa sababu hao malaika wakija watapiga baragumu. Nayo nifafanue kupiga baragumu, nimeifafanua mara kwa mara na nitarudia tena. Kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 58 tunaona kwamba inasema piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Tukapata ufunuo kwamba kumbe kupiga baragumu ni kuweza kuhubiri. Kwa hiyo mwanadamu anapohubiri ndio baragumu ya Bwana inapigwa, au ndio malaika anapuliza tarumbeta au parapanda. Na watu watakaosikia sauti hiyo watavuka kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa maana Yesu amesema kwamba mtu yeyote ambaye ataniamini mimi amevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Nami nikasema sasa hivi Yesu afahamiki kwa namna ya mwili wa nyama na damu. Yesu ni neno. Yesu anafahamika kwa namna ya neno.
na neno ndio roho. Hiyo Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Mwili haufai kitu, roho ndio itiaye uzima. Mwili haufai kitu, maneno haya niwaambiao ni roho tena ni uzima, alisema Yesu kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Alafu tukaona vile vile kwenye Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 16. Anasema ingawa tulimtambua Yesu kwa namna ya mwili, lakini hivi hatumjui hivyo. Hivi sasa hatumtambui hivi tena. Tunamtambua kwamba yeye ni neno la Mungu, na neno la Mungu ndio roho. Kwa hiyo watu watakaompokea huyu neno la Mungu ambaye tumewaleteeni wakati wa jioni, siku za mwisho, hao sasa wamevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi nimesema hivi nikuonyesha kwamba malaika 7 inaonyesha kwamba ni wajumbe 7 waliotumwa kutoka kwa Mungu. Hao wajumbe ni watu 7 ambao wameleta injili. Bwana Yesu abariki sana. Sasa tukaona kuna mtu wa kwanza aliitwa Paulo. Kwa sababu Paulo ni roho ya Mungu iliyotumwa duniani kote, ambao inasema kwenye sura ya 5 mstari wa 6 kitabu cha Ufunuo, roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Kwa hiyo Paulo ni mtu wa kwanza. Wanadamu wote kumtoa Paulo wa nyakati za mwisho za nyuma huko, hao wanadamu wenyewe walitumwa kwa taifa la Israeli. Manabii wote walikuwa ni Waisraeli na walitumwa kwa taifa la Israeli. Hata Yesu mwenyewe alikuja kwa taifa la Israeli. Ndio maana akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa taifa la Israeli. Na hata mwanamke mataifa alipoenda kuomba mwanae apone, yule mwanamke mataifa Msiforonike, na sahau jina lake kumuita, nimesahau kidogo. Bwana Yesu abariki sana. Yule mwanamke alipoenda kumwomba Yesu amponye, Yesu akasema si halali kuchukua chakula cha watoto kuwapa mbwa. Yaani mataifa ni mbwa, mataifa ni nguruwe, ndio Waisraeli wanavyotuita. Lakini yule mwanamke alijua sheria ya Mungu, akasema hata mbwa huwa anajishibisha kwa makombo yaliyoanguka mezani kwa bwana zao. Akakubali kwamba yeye ni mbwa, lakini inabidi apewe makombo. Ndio Yesu akakubali kumponya mwanae. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo yote nikumbushia kwamba wale walitumwa kwa taifa la Israeli. Lakini mtu mmoja aliyetumwa kwa mataifa ni mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Kwa hiyo kulikuwa na wakati wa Paulo. Huyo Paulo ndio malaika wa kwanza. Bwana Yesu abariki sana. Hebu nisome malaika Paulo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14. Nisome kidogo malaika Paulo kwamba Paulo ni malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana aliyekuja kwa mataifa. Kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 14. Waefeso Wagalatia sura ya 4 mstari wa 14. Nitasoma kwa jina la Bwana mstari wa 14. Paulo anasema hivi, na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Kwa hiyo Paulo anasema yeye walimpokea Wagalatia wa mataifa, walimpokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Na ile nguzo ya moto ambayo ni malaika wa Bwana aliyomtokea Musa, ndio ile nuru iliyomtokea Paulo kwenye Matendo sura ya 9 mstari wa 3, ambapo akasema unani wewe Bwana? Ile nuru ikamwambia mimi ni Yesu unaniudhi. Paulo alitokewa na nuru ambayo ilimtokea Musa alipokuwa anachunga kondoo. Kwa Musa ilitambulisha yenyewe niko ambaye niko. Na Yesu alipokuwepo duniani kwenye sura ya 8 kitabu cha Yohana na mstari wa 58 alisema kabla Ibrahimu kuwako mimi niko. Yesu alijitambulisha kama yeye ni niko ambaye niko. Bwana Yesu abariki sana. Sasa huyu mimi niko ambaye niko anamtokea Paulo kwenye nuru. Paulo haoni mwili wa nyama na damu. Paulo anaona nuru. Na ile nuru ilivyomtokea Paulo sasa anasema kwamba wewe ni nani? Anasikia sauti kama alivyokuwa anaisikia Musa kwenye ilikuwa inatoka ndani ya ule moto. Anasikia sauti kutoka ndani ya hiyo nuru. Kwenye sura ile ya 9 kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 3. Ile sauti inamwambia mimi ni Yesu unayeniudhi. Yesu alisema nimetoka kwa Baba narudi kwa Baba. Alikuwa anamaanisha alikuwa nguzo ya moto, anarudi kuwa nguzo ya moto. Akamtokea Paulo akiwa nguzo ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mimi niko aliyemtokea Paulo alisema nitakuwa pamoja na wewe. Hasa Paulo anasema yeye ni malaika wa Kristo. Wa Galatia sura ile ya 4 mstari wa 14. Bwana Yesu abariki sana. Naye ndio roho ya kwanza ya Mungu iliyotumwa kwa mataifa yote. Kwa hiyo wa kwanza alikuwa Paulo, wa pili alikuwa Eleneo, wa tatu alikuwa Martini, wa sita alikuwa wa nne alikuwa Kolumba, wa tano alikuwa Luther, wa sita alikuwa John Wesley, wa tano alikuwa William Marion Branham. Sasa ningetaja nyakati zao walizoishi. Kipindi au wakati wa kanisa ambao tunaita siku ya kwanza ya kanisa. Paulo aliishi mwaka wa 53 mpaka kipindi cha Paulo kilikuwa mwaka wa 53 mpaka mwaka 170. Hicho ni kipindi cha Paulo. Watu wa kipindi hicho waliomwamini Paulo
ndio walienda mbinguni. Na Paulo akasema mtu yote akileta injili tofauti na hii niliyowahubiria na alaaniwe, kwenye Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 hadi ule wa 10. Soma hapo utaona waliompinga Paulo walilaaniwa. Mwaka wa 53 mpaka 170 kipindi cha Paulo. Kipindi cha Ireneo kilikuwa mwaka 170 mpaka 312. Watu waliomwamini huyo ndio walikwenda mbinguni. Kipindi cha tatu kilikuwa cha Martin. Mwaka 312 mpaka 606 ni kipindi cha Martin. Kipindi cha 4 kilikuwa cha Columbus. Huyo Columba mwaka 606 mpaka mwaka 1920. Kipindi hichi ndio kinaitwa kipindi cha giza, kipindi cha Columba, na ndio kipindi kirefu kuliko nyakati zote. Na kipindi hichi ndio kipindi cha wafia imani. Wakristo wengi walichinjwa sana, Wakristo wengi waliuawa sana kipindi cha Columba. Bwana Yesu abariki sana. Mwaka 606 mpaka 1520 kipindi cha Columba. Kaja kipindi cha Luther, huyo malaika wa 5 mjumbe Luther. Yule wanaomwamini ndugu zangu wa Kiruteli. Bwana Yesu abariki sana. Mjumbe wao alikuwa ni malaika wa 5. Luther kipindi chake wakati wake ulikuwa mwaka 1520 mpaka mwaka 1750. Hicho ni kipindi cha Luther. Watu walimwamini Luther wakati huo ndio walikwenda mbinguni. Kikaja kipindi kile cha John Wesley. Mwaka 1550 mpaka mwaka 1906 ndio kipindi cha John Wesley. Bwana Yesu abariki sana. Watu walimwamini huyo kwa wakati huo ndio walienda mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Watu walimwamini Luther kipindi cha John Wesley ilibidi wamwamini John Wesley. Bwana Yesu abariki sana. Hasa mwaka 1906, mnakumbuka ndugu zangu wa Kipentekoste, mwaka huu wa 1906 ndio nguvu ya Kipentekoste ilishuka, kwa maana toka dhehebu lilipoundwa pale Rumi, dhehebu lilipoundwa pale Rumi, nguvu za Roho Mtakatifu zikawa zimekufa duniani. Na Wakristo wote walikuwa wa Kipentekoste waliuawa. Wakristo milioni 68 waliuawa. Bwana Yesu abariki sana. Kanisa likawa la kiakili tu. Lakini Mungu alirejeza tena. Alirejeza zile nguvu za Kipentekoste kama kwenye Matendo sura ile ya 2. Sasa alirejeza zile nguvu mwaka 1906 kwenye mtaa wa Azusa Marekani. Naitwa Azusa Street. Watu waliomwamini John Wesley walikaa wakaomba, wakafunga na kuomba, waliomba ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu akashusha zile nguvu, watu wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Bwana Yesu abariki sana. Ndipo imani ya Kipentekoste ilianza. Huu Pentekoste unaona sasa hivi wote umetokea Marekani na umeanza kwenye mtaa wa Azusa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa wakati huu wa Pentekoste Mungu alituma nabii wa Kipentekoste. Ewe Mpentekoste unayesema umwamini mtu, kuna mtu ametumwa kwako. Kama umwamini huyu utapata shida sana, kwa sababu anakuletea mahubiri ambayo huwezi kupinga. Ni ukweli mtupu usiogoshiwa. Bwana Yesu abariki sana. Unakataa nabii wa wakati wako. Huyu nabii anaitwa William Marion Branham. Na William Marion Branham wakati wake ulikuwa kuanzia mwaka 1906 mpaka mwaka 1977. Kwa hiyo 77 wakati wa nabii William Marion Branham ukawa umeisha. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa nitaka tuangalie hizi siku 7 katika baadhi ya nukuu. Nitasoma kwenye ujumbe wa makao ya baadaye tuone ndugu Branham anasemaje hizi siku 7 za kanisa. Hapo tukuangalia nyakati 7 za kanisa, ndio siku 7 za kanisa. Tasoma ujumbe huu wa makao ya baadaye ukurasa ule wa 30 na paragrafu ya 111 kukumbushia kwamba hizi ndio siku 7 za kanisa. Anasema sasa kumbukeni, kuna siku 7 za sikukuu. Sikukuu ya baragumu, sikukuu ya vibanda, sikukuu ya kutikiswa kwa miganda. Nini? Zote hizi kuna siku 7 kuu za sikukuu. Hizo zilikuwa tu ni mfano wa nyakati 7 za kanisa. Nanyi mnakumbuka kulikuwako na sabato ngapi? Kati ya moja na nyingine mnaona sabato 7. Kati ya Pentekoste na zile baragumu ambazo zilikuwa nyakati 7 za kanisa. Na kulikuwako na siku 7 za sikukuu ambazo zinawakilisha zile nyakati 7 za kanisa. Endelea kuhesabu namba zako. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo nilikuwa naelezea hapa kulingana na unabii wa ndugu William Marion Branham. Ukurasa ule wa 30 paragrafu ya 111, ujumbe wa makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Hapo tunaona nasema nyakati 7 za kanisa zilikuwa ni siku 7 za kanisa.
Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo ndio tunapata nyakati saba za kanisa, siku saba za kanisa. Kwa hiyo tunaona kuna siku saba za wanadamu walipewa Israeli kuanzia Jumamosi mpaka siku ya saba. Alafu kuna siku saba za Mungu ambazo ni miaka elfu. Alafu kuna siku saba za kanisa ambazo ni nyakati saba za kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Alafu kuna mahubiri yanakuja, tutaona siku saba za mtu binafsi. Bwana Yesu abariki sana. Sasa ningekupa nukuu kidogo kutoka kwa Nabii William Marion Branham. Kuna ujumbe alihubiri mwingine unaitwa Majuma 70 ya Danieli. Sasa wakati anaelezea lile juma la 70, alielezea hapo kwamba wakati wa kanisa la Laodikia, na kanisa la Laodikia maana yake linawakilisha kanisa la Kipentekoste lilioanza kwenye mtaa wa Azusa Marekani, ambalo limezaa makanisa yote ya Kipentekoste, na Wapentekoste wote chimbuko lao ni hapo Azusa. Hao madhehebu yote ya Kipentekoste chimbuko lao hapo Azusa. Hasa alisema kwamba mwaka 1977 ndio mwisho wa kanisa la Laodikia au kanisa la Kipentekoste. Bwana Yesu abariki sana. Na ujumbe huu sasa, lile juma la 70, ukurasa wa 130, paragrafu ya 194 hadi 198. Narudia tena, lile juma la 70, ukurasa wa 130, paragrafu ya 194 mpaka 198. Hii ni kwa ajili ya ndugu yangu muaminio ambaye unasema nyakati saba za kanisa hazijaisha. Kuna ndugu muaminio wa ujumbe wa Malaki sura ya 4 ambaye unadai nyakati saba za kanisa hazijaisha. Na wewe usiye muaminio, napenda ujue hiyo siri kwamba Nabii Branham katika nukuu hizi paragrafu ya 194 mpaka 198 anasema nyakati saba za kanisa, huu wakati wa saba wa Laodikia uliisha mwaka 1974. Kwa hiyo soma hapo utapata hiyo siri, nami kwa ajili ya wakati nimeona nisisome tu, nikupe hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Wapentekoste sasa hivi ambao hawajamwamini mjumbe au Wapentekoste ni sawa tu na wale ambao walimwamini mjumbe wa Luteri, wanaokula ujumbe wa Luteri sasa hivi au wanasikiliza mahubiri ya Luteri, wanakula mana iliyooza ya juzi. Kwa sababu nyakati saba za kanisa kwenye Agano la Kale ilikuwa inawakilisha zile siku ambazo Mungu alituma mana, alimwaga kule jangwani mana kwa siku saba. Ilikuwa ni kivuli cha nyakati saba za kanisa, kwamba kuna siku saba ambazo Mungu ataleta mkate wa uzima ambao ni neno la Mungu. Anasema kwamba kwenye ile sura ya 6 mstari wa 47 kitabu cha Yohana, anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Mimi ndio chakula kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula atakachompa mimi hata kufa, ataishi milele. Hasa chakula hiko ambacho kinasemwa, wengi hawakuelewa pale walizani wakate nyama ya Yesu wale, lakini Yesu alishawafundisha yeye ni neno la Mungu. Yohana sura ya 1, hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakufanyika chochote. Ndipo kwenye sura mstari wa 14 anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hivi ni wakati wa neno kufanyika mwili uwe wewe ndugu. Yesu katika mwili aliondoka, lakini anahitaji mwili wako autumie. Kwa maana alisema tazama nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu abariki sana. Toka siku ya Pentekoste alishuka kwa kanisa lake, alisema nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu siku zote. Ulimwengu hautaniona lakini ninyi mtaniona. Kwa hiyo walimwengu anasema Yesu alikudanganyeni, alisema atakuja mpaka sasa hajaja. Lakini sisi Wakristo tunapata siri hiyo ambayo nakumegea ndugu yangu, kwamba Yesu anaishi ndani ya miili ya wanadamu sasa hivi, inatakiwa neno la Mungu lifanyike mwili uwe wewe. Ndio kwenye hiyo Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 16 anasema sasa hivi Yesu afanyiki kwa namna ya mwili, yeye anafahamika kwa namna ya neno. Kwa hiyo ukiamini neno hili unapata uzima wa milele, nawe unakuwa umepita nyakati saba za kanisa. Sasa katika kila wakati kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakishusha ambacho ni chakula, au wajumbe saba walikuwa wanaleta chakula cha uzima ambacho ni neno lake kwa siku saba. Lakini kuna vitu vilikuwa vinaingia ndani ya mioyo ya watu, kuna tabia fulani zilikuwa zinaingia ndani ya mioyo ya watu, ndio ile anasema inabidi tufie kima cha mtu mkamilifu ambaye ni Kristo. Kwa hiyo kanisa lilikuwa linakuwa nyakati saba za kanisa. Sasa hivi kanisa limefikia ukomavu, limekuwa mtu mzima. Yule atakayeamini sawa sawa ujumbe au neno la Mungu atafikia kima cha Kristo. Bwana Yesu abariki. Nadhani nyakati saba za kanisa niishie hapa. Tutakuja kuangalia sasa siku za mtu binafsi zinakueje. Siku saba za mtu binafsi, bikiwa na maana kuna tabia saba inatakiwa anazo huyu mtu. Bwana Yesu abariki sana. Ila kwa hapa nadhani niishie hapa. Usikose tena mahubiri mengine yanayokuja. Ni katika jina la Yesu Kristo nashukuru kwa kunisikiliza. Basi nisisahau tena kutoa namba zangu za simu.
Namba ya kwanza ni 06 80 60 90 na 86. Namba ya pili ni 06 76 19 74 88. Na namba ya 4 ni 07 57 19 74 88. Bwana Yesu awabariki. Usikose mahubiri yanayofuata. Nimesema nahubiri kwa mfumo wa season, kwa hiyo ambatana na mimi, usichoke kwa mahubiri mengine. Bwana Yesu awabariki sana. Amen.